Kwa jina mimi naitwa Jebla Kambole, ni wakili wa kujitegemea na nazungumza kama mjumbe wa kamati ya katiba na sheria na haki za binadamu kutoka chama cha wanasheria Tanganyika Law Society. Baada ya kusikiliza taarifa ya tume, kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa na Jaji Chande, mapungufu mengine ambayo tumeyabaini kama asasi za kiraia ni pamoja na kuhusu idadi za vifo na majeruhi. Pamoja na kwamba tume imetoa takwimu na vifo na matukio mengine kama tulivyobainisha hapo juu na mwenzangu alivyosoma, bado takwimu hizi hazijatoa sura kamili kilichotokea wakati wa maandamano mwaka 2025. Ushahidi mwingi wa kimazingira ulionyesha kulikuwa na matukio mengi ya mauaji ya raia zaidi kwenye makazi, na hivyo idadi ya watu 518 haiwezi kuwa idadi kamili ya waliouawa. Kwa kuwa tume imekiri huenda wengine hawakwenda kutoa taarifa za vifo na majeruhi, basi takwimu hizi haziwezi kuwa ndio za mwisho au kutegemewa sana kama kuwa bado uchunguzi zaidi wa idadi ya vifo na majeruhi unahitajika. Takwimu hizi zimeshindwa kubainisha ni watu wangapi waliuawa wakiwa kwenye maandamano na ni watu wangapi waliuawa katika makazi yao, kwa kuwa watu wengi waliojeruhiwa na kuuawa wakiwa katika majumbani, katika biashara zao. Kwa hiyo imeshindwa kutofautisha ni wangapi waliuawa majumbani, wangapi waliuawa wakiwa katika maandamano. Imefanya kwa group wote pamoja, na tunaona hiyo ni changamoto. Lakini pia kuna utata wa miili ambayo haijulikani ilipo. Pamoja na changamoto ya taarifa kamili ya miili ya watu kutojulikana ilipo, jambo lingine la kushangaza katika taarifa ya tume ni kukiri kwamba kulikuwa na takriban miili 39 iliyotambuliwa na ndugu katika vituo mbalimbali vya afya, lakini baadaye ndugu wao walishindwa kuipata na hadi leo hawajafanikiwa kuichukua. Hili ni swala zito linalogusa haki za msingi za binadamu na utu, hasa kwa familia zilizohusika. Kinachotia wasiwasi zaidi ni kwamba tume haijaeleza ni nani aliyewazuia ndugu kuchukua miili hiyo, hasa ikizingatiwa kuwa vituo vya afya vilivyohusika ni vya umma. Hali hii inaibua maswali muhimu: ni kwa mamlaka gani miili hiyo ilizuiwa, kwa malengo gani, na ni hatua gani zinachukuliwa dhidi ya waliohusika? Baada ya kutoa majibu ya kina, tume inaonekana kuishia kueleza tatizo hili kana kwamba ni mlalamikaji, bila kuchukua msimamo wa wazi unaoendana na wajibu wake wa kubaini ukweli na kupendekeza hatua stahiki. Taarifa hii haijaweza kuweka bayana kuhusu swala la watu ambao miili yao haijulikani ilipo. Hii inaonyesha kuwa muundo wa tume ulichangia watu wengi kuogopa kwenda kutoa taarifa, na hivyo kufanya tume kutoa taarifa huku wengi wakishindwa kwenda kupeleka taarifa zao. Changamoto nyingine ambayo tumeibaini ni tume kushindwa kufafanua kuhusu uhalali na madhara ya tamko la IGP. Eneo jingine muhimu ambalo umma wa Tanzania ulitarajia kusikia msimamo wa tume ni kuhusu uhalali wa tangazo la IGP Wambura lililowataka wakazi wa Dar es Salaam kutotoka nje ya makazi yao, na ambalo baadaye lilionekana kutumika katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kutokana na uzito wa swala hili katika muktadha wa sheria na katiba, umma ulitarajia tume kutoa ufafanuzi wa wazi kuhusu uhalali wake na athari zake. Hata hivyo, katika hali isiyoeleweka, tume haikugusia kabisa jambo hili, jambo linaloacha pengo kubwa katika hoja za kisheria na kiutawala, kwa sababu Watanzania wengi waliona namna gani tamko hili lilitekelezwa katika mikoa mingine. Kwa hiyo wananchi walitegemea kupata ukweli. Kwa kuongezea kwenye changamoto hizo, lakini pia asasi za kiraia hazijaweza kuangalia taarifa ya tume namna gani iliainisha changamoto ya kuzimwa kwa mtandao, kwa sababu tunafahamu kwamba ni wazi na ni kweli mtandao ulizimwa wakati wa hicho kipindi cha tarehe 29 Oktoba na tarehe zilizofuata, lakini madhara ya kuzimwa kwa mtandao hayajabainishwa na uhalali wa kisheria wa kuzimwa kwa mtandao haujabainishwa na tume hiyo. Lakini pia kuna jambo jingine la kuhusu tume kutoa taarifa juu ya watu kupotea au kupotezwa. Kwa hiyo tume imetoa taarifa ambayo iko pamoja, ambayo imeshindwa kutofautisha watu kupotea na watu kupotezwa. Changamoto ambayo Watanzania wanafahamu ni ukweli kwamba tatizo kubwa la watu ni kupotezwa, sio kupotea, kwa sababu watu kupotea imekuwa ni swala la kawaida toka miaka ya nyuma. Aidha mtu hana akili timamu au shughuli nyingine yote itamfanya apotee. Lakini changamoto ambayo chanzo cha vurugu ni watu kupotezwa, enforced disappearance, sio watu kupotea.
Lakini pia jambo la mwisho tunalotaka kuliangalia ni kuhusu tume kutowataja wahusika wa mauaji ya Oktoba 29. Katika hatua ya tume kuepuka kuwataja wahusika wa mauaji ya Oktoba 29 na tarehe zilizofuata na kutopendekeza hatua mahususi kuwawajibisha, badala yake tume imependekeza kuundwa kwa chombo kingine cha kijinai kinachopewa jukumu la kushughulika masuala hayo, ikiwemo kuwabaini na kuwachukulia hatua watuhumiwa wa mauaji hayo. Hali hii inaibua swali la msingi kuhusu upeo na madhumuni ya tume yenyewe. Ikiwa tume ya Mheshimiwa Jaji Chande haikuwa na mamlaka ya kushughulika masuala ya kijinai, je, ilikuwa inachunguza nini hasa? Na ikiwa ilikuwa inapokea ushahidi wa mashahidi hata kwa njia ya viapo, ushahidi huo ulikusudia kutumika kwa lengo gani? Kukosekana kwa majibu ya wazi katika masuala haya kunazua shaka juu ya ufanisi na mwelekeo wa kazi ya tume. Pamoja na uwezo wake wa kufikia matarajio ya umma katika kubaini ukweli na kuhakikisha uwajibikaji, muda mwingi umepita na fedha nyingi zimetumika, kwani tume imeshindwa kuja na majibu kamili ili kuweza kumaliza swala hili kwa wakati. Kwanza tena, mchakato wa uchunguzi ni kupoteza muda, kuto kujali yaliyotokea na kuongeza tena mafuta kwenye moto unaowaka. Na ndio maana toka mwanzo tulidhani ni vyema kuwa na tume huru na shirikishi ambayo itatumia muda mchache kuja na majibu kamili na ushauri kwa taifa kuhusu yaliyotokea Oktoba 29. Tusipokuwa makini, tunaweza kwenda hadi uchaguzi ujao tukiwa na swala hili na changamoto zote kuendelea kubakia kama zilivyo. Kwa hiyo msimamo wetu nadhani utasomwa na wazee wangu hapa, Mwalimu Waitama pamoja na Kaiza Bubela. Karibuni.